Kampuni Microfinance tunasema kwamba tuko pamoja na wazee na tutajitahidi kwa kadri tutakavyowiwa na tutakavyojaliwa na Mwenyezi Mungu kuhakikisha hatuwasahau, kama ilivyokuwa kawaida yetu kwamba kila mwaka tunakuwa tunatenga fungu ambao tunarudisha kwa jamii, na kwa kipindi hichi tumeamua kuja kwa wazee. Ninachoweza kusema haitakuwa mara ya kwanza wala ya mwisho. Tutakuwa na utaratibu huu na tunao kama tulivyokuwa kawaida tunafanya. Kwa siku ya leo ni utaratibu wa kurudisha kwa jamii kama nilivyotangulia kusema. Kampuni kama kampuni na utaratibu wa kurudisha kwa jamii. Kurudisha kwa jamii ni nini? Sehemu ya faida ambayo tumepata kwa mwaka mzima tumetenga, na si hapa tu, hata sehemu nyingine pia. Kwa tumetenga baadhi ya zile fedha tunarudisha kwa jamii. Kama kwa leo hususa kwa kipindi hiki cha Ramadhani tumekuja kutoa futari, au kwa lugha nyepesi tumefuturisha wazee wetu. Kwa futari tulizotoa kwa hapa Unguziwa, tuna tambi, tuna sukari, tuna magimbi, viazi na unga. Ndio. Labda neno lako ni nini kwa baadhi ya taasisi ambazo zinaziona zikifanya kazi lakini wanajisahau kutoa sadaka? Ni wito wangu kwamba kwa taasisi zote, si za fedha tu, hata taasisi binafsi na za umma, kama alivyotangulia kusema mwenyekiti wa chama cha wazee, wazee ni tunu, inahitaji kutunzwa. Tuwatunze, na si wazee tu, hata special groups nyingine, magrupu mengine ya wahitaji, kuna vilema, kuna yatima. Ni wito wangu au nitatoa rai kwamba wao wanatenga baadhi ya faida zao kwa ajili ya kuwakumbuka pia. Majina yako? Kwa majina yangu ni Kelvin Joseph. Niko hapa kwa niaba ya kumwakilisha mkurugenzi wa kampuni ya sokoni, ndugu Karlan Mazrui. Kwa majina yangu ni Said Jumanne Selemani. Kwanza kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu sababu hata leo lilofanyika ile sio dogo kubwa, lakini vile vile tumpongeze Mheshimiwa Karlan Mazrui kwa hilo alilofanya kuwakumbuka wazee wetu. Hawa ni wazee wetu, na vile vile mimi mwenyewe pia ni mkazi wa Ngobedi hii. Kwa hiyo hichi pia nimekiona kwangu mimi ni kitu kizuri, na nitaomba tu wazee wangu wana subira. Haya mambo yapo na tutazidi kupambana kwa sababu ya wazee wetu. Na leo tunashukuru kuwaona wazee wetu, na wazee wetu ni wape moyo, na nimembeni kwa Mwenyezi Mungu awafanyeni wepesi, baki salama na afya ziwe njema. Na haya leo yote wazungumza kiongozi mwenzangu hapa tutakwenda kuyapeleka na tutafanikiwa. Kikubwa ni kumwomba Mwenyezi Mungu. Taasisi haijaanza sio leo tu, ni kwenye kwa sababu branch ziko nyingi. Branch ziko nyingi, tuna takriban branch kama 28 mikoani mpaka Dar es Salaam hii hapa. Yaani tuna branch hizo kama 28, tuna branch nyingi sana. Kwa hiyo mkurugenzi anajaribu kwenda sehemu, baadhi ya sehemu na kufanya hili alilofanya. Kwa kubwa zaidi ni kwamba pia tumuombee vile vile, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ndio kila kitu katika mipango. Mwakilishi wa mwenyekiti wa mtaa wa Ngobedi, tunasema tunawashukuru kwa hichi kidogo alichokitoa na kwa moyo waliokuwa nao kuwakumbuka wazee wetu. Narudia kusema kwamba wazee ni tunu, kama ni tunu ni kutunzwa. Siti Saidi Kibula, ndio naishi Zingiziwa. Unazungumziaje leo? Nazungumzia, nashukuru kikundi mmetukumbuka kwa siku ya leo, na bado tena mje siku ya mwisho wa Ramadhani mtuletee mavazi, vyakula, na sisi siku ya mwisho tutoke wazee, hata kama wazee mradi tutoke tupendeze, hata kama wazee wanetu. Kuna hata leo umependeza mama. Huku ni sikukuu, pendeza ni huko tu. Inshallah. Natoa shukrani kwa wahusika mliotufuata hapa na mliotusikiliza kilio chetu cha kutusaidia misaada. Kwa hiyo nawaombeeni kwa Mwenyezi Mungu awajalie na kuzidi kutubeba, kutusaidia. Kwa jina ninaitwa Msahilo Mbegu Msahilo, mwenyekiti wa wazee, kundi la wazee Amani Group liko Zingiziwa, kata ya Zingiziwa, lakini lipo kwa niaba ya Tanzania nzima. Ndio kundi pekee lililokuwa na registration iliyotoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Kundi hili limesajiliwa 2013 ila halina usaidizi wa aina yoyote. Lakini kibaya zaidi, sisi kundi letu limeazimia kutetea wazee wa Tanzania nzima.
Sasa tunawezaje sisi wakati tuna ukata mkubwa? Hatuwezi kuzunguka huko na huko na kuhamasisha wazee tuwe kundi moja. Tunawezaje kuwafikia hao watu wakati sisi tunaugua ukata? Na hatuwezeshi. Maana yake tulipokaa ndo tumekaa hapo hapo. Kauli yetu itafika wapi? Maombi yangu basi, naomba serikali yetu sikivu, serikali yetu inaowajali watu, serikali yetu inaosikiliza kilio cha watu, watusaidie. Hiki kikundi kina registration kabisa, kimesajiliwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Bado wakati wa utawala wa Mzee Jakaya Mrisho Kikwete tumeipata hiyo registration kwa idhini yake. Sasa niwaombe tu viongozi wa serikali kuanzia taifa hadi wilaya, mkoa, kata mpaka mtaa, lakini pia mashirika mbalimbali, yawe ya watu binafsi, yawe ya serikali, watuangalie kwa jicho la huruma, wala wasiwe na imani kwamba kila mzee ana watoto na watoto wanamjali mzee huyo. Itakuwa hapo tunajidanganya. Tuendane na wakati. Wakati unaelekeza nini? Wakati mtoto kumjua mzee wake ni kazi nzito. Sasa zinataka kutungwa sheria bungeni kwamba mtoto asiyemjali mzazi wake na kumtunza ashtakiwe na jamhuri, afungwe. Sasa wakati huo mzee si anaadhirika? Serikali ingize mkono mfukoni, muangalie mzee. Hili ndio ombi langu na huu ndio ushauri wangu wa wazee wa leo, lakini wako wazee wa kesho. Huyo anaobania naye kesho atakuwa mzee huyo. Je, naye wamsahau? Sasa tujenge yote foundation, tuje tukae wote kwenye nyumba imara na asili. Baada ya kusema haya, kwa niaba ya wanakikundi wenzangu, tunaiomba serikali yetu sikivu ituangalie kwa jicho la huruma. Wazee tuliokuwa mjini tuna nafuu, hawaangalii yule mkulima wa muhogo aliokuwa Kisarawe. Hivi yule mkulima wa muhogo mzee anaweza kujiteteaje yule? Hana bima, hana chochote. Leo hii watoto wake nao wakulima wa muhogo hivyo hivyo, wamuangalie mzazi wao, wanamuangaliaje? Jamani, serikali tuonee huruma.